Sasa tugeukie masuala ya kisiasa ambapo Rais William Ruto amesema kampuni za China anazofanya nazo kazi zina ujuzi unaofaa katika sekta mbalimbali, ndio maana wamepewa kandarasi. Amesuta kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua kwa kutaka kuvuruga kampuni hizo. Rais Ruto aidha amesema kuwa kiongozi huyo alishindwa kutekeleza wajibu wake alipokuwa kazini na badala yake alikuwa wakandamiza wakulima wa kahawa na wafanyabiashara wa vileo wakati akijifanya kupigana na pombe na kuboresha bei ya kahawa nchini. Fred Wambua anatuarifu. Huku joto la kisiasa likiendelea kupanda kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027, Rais William Ruto bado anaendeleza ziara yake katika eneo la Nyanza, leo hii akianza kuzuru kaunti ya Homa Bay. Rais akionekana kumjibu aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua kuhusiana na madai ya kuhusika na ufisadi katika upeanaji wa kandarasi hasa kwa kampuni ya Wachina, akisema wanafanya kazi na watu walio na ujuzi. Juzi nasikia anaongea maneno sijui ya tenda, sijui anaongea maneno sijui ya Chinese kampuni. Wewe mtu ya ukabila na chuki, sisi tunajua unatafuta mahali ya kutafuta pesa. Sisi tunafanya kazi na kampuni ambazo ziko na track record. Tunafanya kazi na kampuni ambayo wako na track record ya kufanya kazi. We are not working with brokers. We are not working with middlemen. You are interested in bribes. You are interested in conmanship. We will not allow you to con anybody. We will not allow you to be bribed by anybody. These contractors we have, their business is to serve the people of Kenya. Tunaelewana jameni? Mnataka huyo mtu mtapeli akuja azungushe contractors wetu? Wewe mtu tutakuanika my friend. Rais akisema kuwa alipea Gachagua kazi ya kuboresha bei ya kahawa na kuanza kuwakandamiza wakulima na kuitisha hongo kupigana na pombe haramu, ambapo pia alianza kuwakandamiza wafanyabiashara hao. Nilimpatia nafasi badala ya nikamwambia anisaidie mambo ya kahawa, akaenda kule, akaungana na makateli ya kahawa, ati anauliza wananchi wamlipe shilingi 3 kwa kilo moja. Akaenda huko ati anapigana mambo ya pombe. Akaenda huko akakuwa extortionist. Ana extort watu ambao ni wafanyabiashara. Alafu leo anasema ya kwamba ataongoza mahali popote. I want to tell that character, you will lead nowhere, you will lead nothing, and you will lead nobody. Unajua mtu ambaye amezoea kugawanya watu, mtu amezoea mambo ya ukabila, uko kijiji yao ameua wasichana, uko kwao amenyang'anya mali ndugu yake na watoto wao, alafu anakuja hapa ati atanyang'anya mali wa Kenya. Hawezi. He will not. Sijui kama. Aidha amekashifu kiongozi huyu akisema hata wakati ambao alikuwa bungeni hakuleta mjadala wa kuwafaidi wananchi, akiwasuta pia viongozi wa upinzani kwa kukosa ajenda ya kuwauzia wananchi. Ule jamaa hana track record yoyote, hana mpango ya Kenya yoyote. Alikuwa bunge, one term member of parliament. Kule bunge hakucontribute hata kitu moja kwa debate ya parliament. Hakuna motion alipeleka bunge, hakuna bill alipeleka bunge. 5 years wasted, mtu ambaye hana track record yoyote. Mimi nataka niwaambie wale wa jamaa, kama shida yenu ni William Ruto, mimi niko tayari kupambana na nyinyi. Ama namna gani? Tuko pamoja ama tuko pamoja? I am ready for you guys. Fredrick Wambua, Undugu TV.